Shabakaya manda reka babusanda ya makori basika rika ya baba sanda ramakori bashika baba 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 baba. Tunakuita Mungu uliye hai asubuhi ya leo. Tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita Yesu Kristo. Anza kumuita Bwana, anza kumuita Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Baba, ninakuita baba yangu. Nakuita Mungu msaada, nakuita Mungu msaidizi, nakuita Mungu wa msaada, nakuita Mungu wa kunibeba, nakuita Mungu wa kunisaidia, nakuita Mungu wa kunijibu, nakuita Baba, nakuita Baba, nakuita Baba. Muite kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alipokuta pale Lazaro amekufa pale kaburini yapata siku 4, aliinua mikono yake juu akasema, Baba ninakushukuru. Akamuita Baba, akamuita Baba, akamuita Baba. Nasi asubuhi ya leo tunakuita. Akamuita Baba kwa ajili ya kumfufua Lazaro. Na wewe inua mikono yako, anza kumuita Baba. Mwambie Baba, ninakuita. Mahali ninakopita ninakuita. Ninakuita jemedali, nakuita kamanda, nakuita mfalme, nakuita asubuhi ya leo. Rika baba shataraba kote yandaramandoroko tereka shika. Mwite Mungu kama msaada, mwite Baba kama msaada, mwite Baba kama msaada. Raka baka ya baba. Tunakuita Baba, msaada wetu wa kutusaidia, msaada wetu wa kutusaidia wakati wa mateso, wakati wa vita. Tunakuita kamanda, tunakuita jemedari, tunakuita mfalme wa falme, tunakuita Baba, yani Aba resekere ya Baba. Shababa kori masanda ya baba kori ya masinda rika yatu okoya manda rika yata satata rababa kori bashaka. Mwite Baba, mwite Baba, mwite Baba. Mwambie Baba, nakuita msaidizi wangu, nakuita Baba, nakuita Baba. Wewe ndio wa kunisaidia, wewe ndio wa kunisaidia. Sina Mungu mwingine, ni wewe. Sina Mungu mwingine, ni wewe. Wewe ndio kiongozi wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio mtawala wangu. Nakuita Bwana Yesu, nakuita katikati ya taabu, nakuita katikati ya mateso, nakuita katikati ya shida, nakuita katikati ya ubaya, nakuita Baba. Shabakataramando sakaraba koshaka ya baba koya manda koribasika. Mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu akae kazini, mwite Yesu akae kwenye kazi ya mikono, mwite Yesu akae kwenye hatima, mwite Yesu akae kwenye neema yako, mwite Yesu akae kwenye position yako. Makoriba setereko yamanda abaka yabako yabansa kanta rekayantara bakoria resakayando roshaka. Nakuita kwenye huduma yangu, nakuita kwenye kazi yangu, nakuita kwenye uchumi wangu, nakuita asubuhi ya leo. Nakuita Baba, nakuita Baba msaidizi, nakuita Baba wa kunibeba, nakuita Baba wa kunishika mkono, nakuita Baba wa kunitunza, nakuita Baba resata rabakosha. Baba nakuita. Bartimayo aliposikia unapita, alianza kukuita, akapaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Akakuita Baba. Nami nakuita kama Lazaro, nami nakuita kama Bartimayo. Rika ya nurusa tatata makoiba kaya Baba. Mwite Bwana, mwite Bwana. Ni wapi pagumu unahitaji kumuita? Ni wapi ambako hapawezekani unahitaji kumuita? Ni wapi pamekuwa pagumu unahitaji kumuita? Mwambie Baba, through my situation, hapa kwenye hali ninayopita, hiyo hali ninayopita, na kuita wewe ndio kunisaidia, na kuita wewe Yesu ndio kunishika mkono. Baba nishike mkono, Yesu nishike mkono, Yesu nishike mkono, Yesu nishike mkono. Mandorosha kababa mandari ya basata raka ya baba. Na kuita Bwana, na kuita unibebe, na kuita Yesu nibebe, na kuita Yesu nitunze, na kuita Yesu nishike mkono, na kuita Yesu obo shaka baba. Peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi. Makoya mandoro satatata ya baba
Ninajua uwezi muite Bwana, ninajua uwezi muite Yesu, ninajua uwezi muite jemedari, ninajua uwezi muite kamanda, ninajua uwezi muite Bwana. Makoya, makoya, makoya. Baba siwezi, Baba siwezi na kuita Amakaya baba raba kuya basata. Baba siwezi na kuita, siwezi peke yangu, siwezi peke yangu, siwezi peke yangu. Baba siwezi, Baba siwezi, Baba siwezi na kuita Yesu, siwezi. Asubuhi ya leo nakili siwezi Bwana, na kuita msaada wangu, na kuita Baba nibebe, na kuita Baba nishike mkono, na kuita Baba ninyanyue, nitoe hapa nilipokwama. Marika wakori bashaka. Sijajua umekwama wapi, sijajua umekwama wapi, na ndani yako nasikia kabisa sauti ya kwamba nimekwama, na muita Yesu. Ndani yako nasikia sauti kabisa kwamba umekwama mahali, umekwama mahali unahitaji kumuita Yesu. Inawezekana wewe tatizo hilo limekuwa kubwa. Ndio nataka nikwambie hivi, hilo tatizo bado sio kubwa. Hebu share pamoja na mimi kwa njia ya WhatsApp kwenye namba iko kwenye screen ya 0679645759. Niambie pale ambapo unasikia umekwama, pale ambapo unasikia uwezi, pale ambapo unasikia ni pamekuwa pagumu, pale ambapo unasikia pamekushinda. Anza kumuita Bwana, anza kumuita Bwana. Ramako ribasika ya baba korimasika. Biblia inasema Ana alikuwa akiomba, akiendelea kwenda Shilo wakati ana uzazi, wakati mambo yake yamekuwa magumu, aliendelea kumuita Bwana. Lakini akwenda Shilo tu hivi hivi. Biblia inasema akawa anapanda na sadaka mwaka kwa mwaka, anasimama na sadaka, anaenda na sadaka mwaka kwa mwaka. Anasema Baba, iko siku moja utanisikia. Mungu siku moja akamsikia Ana akiwa pale katika Shilo, akiwa amebeba ile dhabihu. Wakati wa jioni Mungu akamtokea, akamwambia, sikiliza, ninakupa mtoto. Nataka nikwambie hivi, sadaka yako ya asubuhi, sadaka yako asubuhi Mungu ameikumbuka, Mungu ameikumbuka, Mungu ameikumbuka. Hiyo sadaka ya asubuhi itamfanya Mungu akukumbuke. Hii sadaka ya asubuhi itamfanya Mungu akumbuke. Haijalishi umechoka kwa namna gani. Ana alichoka, lakini sadaka ile aliyoenda nayo Shilo ndio ilibadilisha maisha yake. Na mimi nina habari njema asubuhi ya leo, nikitaka mtu mmoja achukue sadaka ya kwenda Shilo, umwambie Baba, naomba unikumbuke kwa sadaka hii. Mungu atakukumbuka kama alivyomkumbuka Ana. Weka sadaka yako kupitia namba ya Vodacom, hata kama uko nje ya nchi, hata kama uko ndani ya nchi. Chukua hiyo sadaka, iweke kwenye namba hii ya Vodacom ya 0756934903. Hata ukiwa wapi, sadaka yako itafika na Mungu atakukumbuka. Na ukimaliza kutuma sadaka, niambie mtu wa Mungu, ninaomba Mungu anikumbuke. Tuma kwa WhatsApp, mwambie mtu wa Mungu, naomba Mungu anikumbuke. Hapa ninakopita sio mahali padogo, hapo unapopita ni mahali pakubwa. Rebo sakaramanda saka. Mwite Bwana, mwite Bwana kupitia sadaka hiyo. Kuna kitu Mungu anakwenda kufanya, lakini nasikia sauti Mungu ananiambia, Mungu hawezi kukumbuka peke yako. Lazima uchukue ujumbe huu, peleka kwa ndugu yako, msaidie. Kuna jamaa yako mmoja, ukichukua klipu hii ukampatia naye akaomba maombi haya, atakuja kukushukuru. Atasema, ndugu yangu, nakushukuru kwa sababu najua ile klipu ulionitumia ilinisaidia. Na ndivyo Mungu anafanya. Kumbuka umefanya kazi ya Mungu, kumbuka umetumika, kumbuka umewapelekea watu ujumbe. Copy link, share, peleka kwa jumbe, peleka kwa status, pelekea rafiki yako, pelekea jamaa yako. Utashangaa umemfungua. Mandoro shakarabasika. Neema ya Mungu ni kubwa sana, na utukufu wa Mungu ni wa ajabu. Yesu Kristo anadhihirisha utukufu wake, anadhihirisha utukufu wake, anadhihirisha utukufu wake. Bwana ananipa ujumbe asubuhi ya leo kwenye kile kitabu cha Mithali sura ile ya 24 na mstari ule wa 25. Biblia nasema, Mithali 24:25 nasema, bali wao wakemeao furaha itakuwako, na baraka ya kufanikiwa itawajilia. Haleluya. Anasema mstari huo ambao nausema, anasema na baraka ya kufanikiwa itawajilia. Haleluya. Baraka ya kufanikiwa itawajilia.
Kumbe kuna kujiliwa na baraka. Kufanikiwa ni baraka kukujilia. Kufanikiwa ni baraka kukujilia. Na ndio maana ninakwambia kitu kikubwa sana. Kuinuliwa kwa mtu inategemea namna ambavyo Mungu amemjilia au neema ya Kristo imemjilia juu yake. Na hapa ninaposema kujiliwa, ninasema habari ya kukumbukwa. Habari ya kukumbukwa. Na ndio maana haya ni maombi makubwa ya kufungulia mambo makubwa. Haleluya. Kufungulia mambo makubwa. Sasa tunaposema baraka kukujilia au neema kukujilia au tukufu kukujilia, maana yake ni kukumbukwa. Biblia inasema Elizabeth alikuwa ana mtoto, lakini kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 1, na Zekaria akachaguliwa kuingia katika kufukiza uvumba pale kwenye madhabahu. Maana yake aliingia Zakaria anachaguliwa kwenda kusimamia sadaka. Biblia anasema kitu kikubwa sana. Wakati akifukiza uvumba, malaika alimjilia Zekaria, akamwambia Zekaria, sikiliza, mke wako Elizabeth ana mtoto, lakini baada ya saa hii Elizabeth ataenda kuzaa mtoto na jina lake ataitwa Yohana. Sasa unaweza kuona nguvu ya Mungu inamjilia Zekaria wakati anafukiza uvumba ule, wakati anatoa sadaka, ndio Mungu anamtokea, anamjilia. Kwa hiyo unaweza kukuta unafanya maombi ya kujiliwa na baraka au Mungu kukutokea, lakini Mungu anakutokea kutoka kwenye pande zipi? Kutoka kwenye engo ipi? Watu wengi wanatamani Mungu awajilie leo, awabariki, awajilie leo, abadilishe maisha yao, awajilie leo, abadilishe neema yao ambayo imefungwa, awajilie, awape watoto, awajilie, awape kazi, awajiliwe, awafanikiwe. Lakini sasa haya mambo hayawezi kutokea kwa njia nyepesi kama unavyofikiri. Watu wengi wanafikiri Mungu anaweza kutokea kwao akawajilia kwa njia nyepesi. Kuna namna ambavyo Mungu huwa anamjilia mtu, na hii namna ambavyo Mungu huwa anamjilia mtu ndio namna kubwa sana ambayo ninatamani uielewe. Kitabu kile cha Luka ukisoma, ni pale Zekaria amechaguliwa kwenda kufukiza uvumba, ndipo alipokutana na Mungu, ndio Mungu alipomjilia. Kwa hiyo kuna mambo mengine hayawezi kuja mpaka siku utakapoamua kusimama na sadaka. Siku utakaposimama na sadaka kwenye maombi makubwa kama haya, ndio siku utaona Mungu sasa anakutokea, anakujilia. Baraka ya kufanikiwa inakujilia. Maana yake sadaka yako imetoka moyoni, na sadaka hiyo imeunganisha lile hitaji lako, ambalo hitaji lako unaliona kabisa kwamba Mungu, natamani ni kuone katika hili. Haleluya, glory. Mwanafamilia popote pale ambapo unanifuatilia, neema ya kujiliwa imeshakuja. Anasema na baraka kufanikiwa itawajilia. Mungu anataka kuiamuru baraka ya kufanikiwa ikujilie. Lakini leo unahitaji umjaribu Bwana. Mjaribu kwa sadaka yako ulionayo. Mwambie Mungu, ninaomba unijilie kama ulimjilia Elizabeth akazaa mtoto, kafuta utasa, na Mungu atakujilia na wewe. Atakujilia. Na unaposimama na sadaka hii, omba kupitia kile kitabu cha Luka. Mwambie Baba, naomba unijilie. Na
Ukiwa na dhabihu yako, mwambie Yesu, naomba unijirie. Akikujiria atakutoa hapo, atakuvusha. Utakuwa na wiki nzuri ya ajabu sana ya kufanikiwa sana. Utakuwa na wiki ya baraka sana, kwa sababu mbingu zinakwenda kukujiria kwa namna kubwa sana. Sijajua naongea na nani, lakini kuna mtu nayesema naye, na saa hii mkono wa Mungu uko tayari kutenda kazi. Nataka popote pale ulipo, natamani baraka kufanikiwe kujirie. Naomba inua mkono wako wa kulia. Malaika watashuka, watakujiria, watakusaidia kukutoa katika vifungo, watakusaidia kukunyanyua, watakusaidia kukuvusha, watakusaidia kukupeleka ng'ambo ya hatima, na baraka zitakujiria wiki hii kuliko kawaida. Huu ni upako wa kujiria. Tunafungulia neema ya kujiriwa. Kiwa umegusa sadaka yako, umejiunganisha na maombi, ninaomba utamke maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mtumishi wako kama chombo. Neno lako linasema ya kwamba na baraka ya kufanikiwa itanijiria. Nami nimesimama kama mtumishi wako, kama mtumishi wako Zekaria aliposimama mbele zako ule wakati wa dhabihu. Wewe ndipo ulipomjiria na ukamwambia mkeo Elizabeth atazaa mtoto. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, ninaomba wiki Bwana unijirie. Naomba wiki Bwana unijirie katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu uliye mwema, nijirie Baba yangu. Fungulie neema iliyofungwa, milango ya baraka inijirie katika jina la Yesu Kristo. Rika mandoro sakata. Anza kuomba. Natamani Baba kutokee kwa namna gani? Tamani Baba kujirie kwa namna gani? Mkono wa Mungu utakuwa dhahiri sahihi. Robo shakara mandoro saka. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, sema baraka kufanikiwa itamjiria mama huyu, itamjiria baba huyu, itamjiria kijana huyu katika jina la Yesu Kristo. Yoyote aliyekusudia Bwana, yoyote aliyesimama na sadaka yake, ninatangaza katika jina la Yesu, ile baraka kujiriwa Baba ije kwake, ije kwa nyumba yake, ije kwa mji wake, ije kwa kazi ya mikono. Robo shakanarabakoria, rebe shakanarabakoria, rashakatarabosha. In the mighty name of Jesus. Baba, baraka kujiriwa achilia kwa ajili ya mtumishi wako katika jina Yesu. Mandoro shakarabakoria, resakandaramaseke, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, achilia baraka yako, baraka ya kujiriwa, neema ya kujiriwa, tokofa kujiriwa. Manda sakata rakabakosha yakandaramaseke, kwa jina la Yesu Kristo. Rikandarabosaka. Baba, ninaomba achilia neema ya kujiriwa, baraka 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 ya kujiriwa katika jina Yesu. Baba, mjaze na ongezeke wiki hii. Milango ya neema ifunguke, baraka zifunguke, baraka zimjirie. Ninafungulia mambo makubwa, ninafungulia neema kubwa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Chukua nafasi hii, panda sadaka hiyo kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 903, na mkono wa Mungu utakuwa dhahiri kwako, na mkono wa Mungu utakutia nguvu. Wacha Yesu aendelee kudhihirika. Na unapotuma sadaka yako, naomba unitumie namba kwenye namba ile ya WhatsApp, ili nione na niendelee kutamka maneno kwa ajili yako. Mungu akubariki, nikutakie siku njema na wiki njema. Shalom, 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 shalom.